na mimi nimesimama hapa mbali na matatizo yaliyotukuta, lakini kumshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yote yanayotokea chini ya jua alituelekeza tutakutana naye, na ametueleza kwenye vitabu vyake vyote kwamba kutakuwa na siku za raha na siku za taabu. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu katika taabu iliyotukuta tumeweza kuokoa maisha ya watu wote waliokuwepo hapa. Leo tusingekuwa na ukaaji huu kama hata maisha ya mtu mmoja ilikuwa yamepotea. Ilikuwa ni huzuni kubwa, lakini tumepata huzuni kwa maana ya kuharibikiwa miundombinu. Lakini walimu wetu, walezi wetu, watoto wetu wako salama. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini na mimi nimekuja hapa kwa niaba ya viongozi wenzangu ngazi ya mkoa. Jana tulikuwa pamoja na niliwaaga kwamba anakuja huku hususan kamati yangu ya usalama ili kwanza kuweza kuasesi hali ikoje na baadaye kuweza kuona kwa pamoja tunafanyaje urejeshaji wa eneo hili. Kama mlivyomsikia Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri, huu ni uwekezaji binafsi, lakini unagusa maisha yetu yote, lakini unagusa katika namna ambayo inatupa sifa njema halmashauri, wilaya na hatimaye mkoa. Kwa hiyo sio jambo dogo. Lakini nimekuja pia kumpa pole Mheshimiwa baba yangu, Baba Askofu Mkuu Mapunda na timu nzima ya uongozi wa Kanisa Katoliki kwa janga hili kubwa ambalo limeweza kutokea katika eneo hili hapa. Kwa hiyo nikupongeze sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na kamati yako ya usalama. Tumeongea mpaka usiku mzito sana juzi na kwa site kushirikiana na ndugu zetu hawa kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama. Lakini niwapongeze viongozi wote mliotajwa ambao baada tu ya tukio mkakimbilia hapa. Niwapongeze wananchi, na huo ndio Tanzania. Unapokuwa na amani kila mtu akae kwake, lakini ukimsikia mwenzio anapiga kelele usiyoielewa, lazima ukimbilie ukamsikilize na umsaidie. Kwa mimi nimepata faraja namna ambavyo mkuu wa shule alipokuwa akiwataja wengine kwa majina, wengine kwa ujumla wenu, namna ambavyo mmewakimbilia na mmekuja kuwasaidia. Kwa kweli huo ndio Tanzania wetu, hongereni sana. Lakini niwapongeze pia kwa hatua ambazo zimechukuliwa. Kwa sababu katika taarudi kama hii nikawa najiuliza sasa tunaanzaje na kujua watoto wetu tunawafanyaje. Lakini napata nguvu zaidi baada ya kuona watoto wako eneo salama. Kwa hiyo sisi tumebakiza kazi moja ya kutafuta visababishi, lakini urejeshaji wa eneo hili ili watoto wetu waweze kupata elimu kama walivyokuwa wamezoea. Ninawatakia heri hasa wale wa darasa la 7. Naamini kabisa kwa nature ya shule hii nitaendelea kuwatibu kisaikolojia ili watoto wale waweze kufanya vizuri mitihani yao. Lakini na mimi nitatafuta muda wa kwenda kuwasalimu na kuwaona huko waliko. Lakini pia wale wenzao nashukuru mmewarudisha kwenye shule ambazo walikuwa huko ili waweze kuendelea na masomo wakati na sisi tunawaandalia makazi mazuri na bora zaidi. Nimeshatokea mabweni haya mawili au majengo haya mawili yameteketea kabisa. Yaani ukiangalia kuta zile zilipopasuka, hakuna namna ya kusema pale utafanya kitu. Pale ni kutoa yote na kuanza upya. Kwa hiyo sasa tukiwaachia Kanisa Katoliki peke yake hawataweza kufanya hili jambo. Tutashauriana na Baba Askofu tuone namna gani kwa haraka tunaweza tukaunganisha nguvu, serikali, kanisa, wananchi mmoja mmoja ili haya majengo yaweze kufanya kurudishiwa kama yalivyokuwa mwanzo ili watoto wetu waendelee kupata elimu. Tutashirikiana na halmashauri yetu. Kwa hiyo kuna swala zima la nguvu kazi, wananchi tutashirikiana nao, lazima haya majengo mawili tuyajenge. Lakini kama kawaida unaposikia mwenzako analia, ni mnajua kwenye misiba huwa tunabebaga ndoo za maji, tunabeba vyakula, tunabeba mila za asili, wakati mwingine togwa, mwingine anabeba pombe kutokana na mila na desturi za wananchi wale. Huwezi kwenda msibani kwa jirani yako analia ukaenda mikono mitupu. Haiwezekani. Si ndio jamani? Kwa hiyo na sisi tukasema leo tusije tunalia tu, lazima tusije tuje Mheshimiwa Mwenyekiti tuhakikishe tumebeba kitu kadogo.
haka nikakuanzia, lakini kazi kubwa inatusubiri na tutaifanya wote kuhakikisha kwamba hii changamoto hapa inatoweka. Kwa hiyo tulijikusanya. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na ofisi ya Mheshimiwa Mbunge. Yeye yuko safarini, lakini ameniahidi akitoka huko safarini atafika, lakini kupitia ofisi yake leo ameweza kunisindikiza na magodoro 25 ya milioni 1,250,000. Kwa hiyo niwashukuru sana kaka zangu mnaomsaidia na kumshauri Mheshimiwa Mbunge, na hapa tumeona watoto wetu pamoja kwamba wameenda huko, wanaenda kulalia nini wakati magodoro yamefanyaje, yameungua. Kwa hiyo akasema yeye anatanguliza, lakini na yeye atakuja kama yeye kwa ajili ya kuja kutoa pole. Lakini na sisi pale mkoani tukasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, tubebe chochote kidogo. Kwa hiyo tukawa tumefikiri watoto bado wako hapa, lakini huko aliko wanaweza wakapelekewa. Tuliweza kununua pia magodoro 10 kuongeza yale ya Mheshimiwa Mbunge, lakini tukasema tuje na mchele kilo 200, tukasema tuje na sukari kilo 100, tukasema tuje na mafuta lita 40, lakini tukasema tulete mashuka kwa ajili ya watoto na tulete sabuni. Tunatumia kama shilingi za Kitanzania milioni 2, angalau kwanza tulijua na watoto wenyewe bado wako hapo, tuweze kuleta watoto waendelee kula, kusoma na kuendelea. Lakini hapa ilivyo pia si lazima watapelekewa kule, maana hawakuwa na budget, si ndio? Kwa hiyo watapelekewa kule, lakini kubwa ni kuja kutoa pole. Lakini baada ya kutoa pole sasa kuona ni namna gani tunarejesha yale majengo.